Pole pole. Najaribu kuchunga hapa kidogo. Nione vile iko. Sasa hata mimi nilitaka kuongea na wewe kwa shughuli ya nyumba yangu. Nyumba yangu haiko sawa mama. Nini inaendelea? Upande wa mke wangu, mke wangu hayuko kwa nyumba kwa saa hii. Tena mke alitoroka. Sijui shida ni kijana wangu. Wewe ni mbaya. Wewe ni mbaya. Ni mbaya aje mama? Kwa sababu huyu msichana ulikuja ukachukua tu vizuri. Ukaenda ukaishi na yeye. Wewe ulikuwa mtu wa kanisa. Ukaacha tu kanisa, ukaenda kwa pombe. Sasa hii alimuko wangu ameenda. Hiyo ni kupenda kwako. Sio kupenda kwangu mama. Mke mwenyewe alinitoroka tu. Na nilikutafuta nikuelezeeko nione venye unanisaidia mama. Na kwa nini ulikuja ukapigia mkubwa simu? Simu nilimpigia, lakini sasa hiyo mama iliisha. Sasa tunakumbuka, unajua huyo mtu alikuwa ananisaidia. Tafutako tu njia yenye unaweza nisaidia nayo ili mke wangu arudi. Kama utawacha pombe, nitakusaidia. Lakini kama bado uko kwa pombe, nilikukataza kwa pombe urudi kwa kanisa, ukakataa. Na mama, pombe sio mbaya, pombe ni maji tu. Pombe ndio mbaya, pombe inaharibu. Pombe ni kitu kama umesha kula, inaenda kwa kichwa, sasa unafanya ile kitu hata hujui unafanya nini. Sasa mama, wewe ndio ungenisaidia, muende muongee na pastor, uone kama pastor anaweza nisaidia. Mimi nitaenda tu kwa pastor kama umesahau sana, umewacha maneno ya pombe, nitaenda kwa pastor. Kwa sababu pastor hata kuja kwa nyumba yako bado uko mmezi, alafu nataka pastor ukusaidie hakuna. Wale mama, ongea na pastor kama anaweza nisaidia. Akuja anisaidie. Sina njia nyingine. Wewe mwenyewe ulitoka hapa ukaenda kwa pastor. Akuja afukuse huyo bibi yako. Mwenyewe ulipigia pastor simu. Pastor akuje atengeneze amani. Sasa wewe bila alikuja ukampigia simu. Atoke na huyo msichana au mtu mmoja afanye nini akufe katikati wewe na msichana. Unataka waenda kutafutia msichana akuletee. Ya nini? Tafadhali mama, naomba nisaidie. Najua nilikosa na makosa inakuanga na inapata mtu. Naomba tu nisaidie kama unaweza ongea na mchungaji. Mchungaji si mtu mbaya, mchungaji anaweza elewa. Ongea na mchungaji kama anaweza nisaidia mke wangu arudi. Nitafurahia mama. Kama huyo pasa angekuja, awache hapo huyo msichana. Umpate hapo. Sungemuua. Singemuua. Sasa wewe kijana, oa pombe. Oa pombe hata sitaki maneno yako hata tatu. Mama ona. Sitaki. Nisaidie mama, nisaidie tu. Wewe kaa hapo. Hata sitaki kusitaka. Mama nisaidie tu. Nisaidie tu. Sasa mimi nitakuwa mgeni wa nani jamani? Sasa mimi siwezi endea mchungaji mimi mwenyewe. Manake mchungaji hata nielewa. Na mwenye angenisaidia tena pia yeye amenikataa, amenitoroka, amesema sasa pombe utaoa namna gani? Hata kama pombe sasa nitawacha. Mwalimu alikuja kwangu. Akanipata siko. Akawacha maneno, niende mtafute. Makosa? Kuna makosa. Saa gani? Unakumbuka? Alikuja kamwambia pastor. Aenda afukuse ule msichana. Ninakumbuka. Si huyu msichana ndio yule mwenye pastor mdogo alikuwa ameoa? Si huyo tu. Ni mchezo gani hao watu wanacheza ndani ya kanisa? Mimi sijui. Utaanzaje kwenda kuambia pastor huyu kijana anataka huyu bibi? Na ideali huyu kijana alisema pastor wakati alienda kufanya maombi akasema huyu kijana pastor amchukue ama aende naye. Akimwacha atamuua. Imenishinda. Ndio sababu nimekuja kwako. Wewe pia unipeka kili. Huenda ni msamaha nataka kuomba kwa Mungu. Na itakuwaje? Itakuwaje? Huyu msichana vile pastor mdogo alikuja akamchukua. Kwa hii kanisa moja. Tena akarudi akaiba huyu msichana.
kwa hii kanisa moja, itakuwa aje? Itaonekana picha gani? Lakini ni sawa, ili hali tuende tujaribu tu kwa mchungaji tena. Ni sawa. Ndio, hakuna cha kufanya hapo. Maybe pia mtu ukosa na mtu teleza, itabidi tujaribu tena. Maybe hiyo ndio chaguo lake, amekaa chini na akaona makosa yake. So itabidi tufanye tu pia venye ametaka. Ni sawa. Ama kuna lingine? Wacha tuache hivyo. Ni sawa. Tuende. Sawa, lakini ni ngumu, lakini tuende tujaribu. Sawa. Wacha niingize hizi viti kwa nyumba kwanza, ndio tuende. Ni sawa. Sasa unaona ndugu yangu, katika maisha mtu mwenyewe ndio kuchagua, na mtu mwenyewe ndio kuchagua maisha ya kuishi, na maisha ukicheza nayo inaweza kukumaliza. Sawa. Kitu ya kwanza, ukitaka kuishi kwa amani na uishi kwa upendo na Mungu akupende na maisha yako baadaye yakuja kuwe maisha mazuri, kitu ya kwanza, usijiingize kwa mambo ya mihadarati. Mambo ya pombe achana nayo, mambo ya dawa ya kulevya achana nayo, uvutaji wa sigara achana nao, kwa maana hata wakati unavuta sigara, hiyo moshi inapoingia katika mwili wako unaumiza mapavu, unaumiza moyo na unachangia afya yako kudhoofika. Sasa wakati ambapo utaenda sasa ndio jioni, mimi ni mwanadamu, mimi nataka nifanye hiki, unapata maisha yako yanafanya nini? Yanaanza kuangamia. Kwa hivyo cha msingi ni kuishi katika, usijali ya kwamba unapitia katika hali gani. Usione ya kwamba maisha yako yamekuwa magumu namna gani. Na Mungu akikunyima hii, kesho atakupatia kitu fulani. Sawa? Na najua amani itapatikana. Kwa maana maandiko nasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 43, hata ukipita katika maji mengi hayata kugharakisha, maana Mungu atakuwa pamoja nawe. Uendapo katika moto, miale ya moto haitakugusa. Karibu. Asante. Mama kanisa, karibu. Pole sana mkutoka huko. Jambo sana. Jambo. Sana. Karibu. Asante. Mama kanisa. Habari ya huko? Nzuri. Unajua umenipigia simu ya kwamba mnakuja. Nikawangoja. Bahati mzuri niko na kijana hapa, tunafundishana neno la Mungu kidogo. Juu sasa vijana hawa ndio viongozi wa kesho. Hawa vijana ndio watalinda kanisa. Hawa vijana ndio watakuwa youth ambao watafundisha watu wengine maadili. Yes. Hiyo ndio mzuri. Asante. Unajua hiyo mafundisho, kama angekuwa wanashika hiyo mafundisho, ndio nyuma yao pia inasimama. Ndio akishakuwa mtu mkubwa, afike ule umri na wasikuwe na maisha haraka. Juu anapokuwa na maisha haraka, maisha yenu pia yanakuwa mafupi. Si ndio? Kwa hivyo shika neno, na utakapokaa katika neno la Mungu, Mungu atakulinda, kwa maana anasema hawezi kuacha mtumishi wake ahangaike. Na hawezi kuacha mtumishi wake watoto wake wanaenda wakikula katika mapipa na magala. Yaani Mungu atawafungulia na atawapa chakula. Inasema namna gani? Angalieni ndege wa angani. Hawalimi wala hawasokoti. Yaani hawana gala mahali pa kusema kwamba leo acha tusanye hapa, wali kesho tusanye hapa, tutakula kesho kutwa. Lakini Mungu ni nani? Anawalisha. Na nyinyi si ni wa faida ama wa maana kuliko hao ndege wa angani? Ndio. Kwa hivyo cha msingi ni kuomba Mungu. Asante, na kukua mtu wa huruma. Na kusaidia maskini, kusaidia yatima. Ukipata hata mtu amekwama kwa njia, usipite kwake. Nafikiri umenielewa. Kwa hivyo kaa katika neno la Mungu, na Jumapili nataka nikuone kanisani. Sawa? Asante, nashukuru. Wacha niongeeko na hawa wameingia kidogo. Na Mungu akubariki. Asante. Na uombe sana bila kuchoka. Asante. Baba. Anaitwa Lei. Pastor, mchungaji. Pole na safari. Wewe ndio tunasema. Unajua tangu Jumapili tukuonana. Na vile mama kanisa amenipigia simu ya kwamba mnakuja, nikasema wacha niaishe safari zingine ili niwakoje. Asante. Umefanya vizuri. Maandiki nasema Sasa kuna jambo imetuleta. Na hii jambo wakati walimu amekuja, imebidi tuambatane tuje tukuone. Ambapo mwenye atajieleza.
nimepata maneno Ndio. kwa mwalimu wetu ya kanisa. Mwalimu. Mwalimu. Mwalimu mgaji uniko mwalimu mdogo ama Mwalimu mkubwa. Na mkubwa sasa ni muda. Mwalimu mkubwa. Ni muda sababu tangu tulipokuwa naye pale mwanzo akiwa kwa kanisa na ile mambo ya bibi yake ikakuja ikatokea, tangu siku ya jai kuja, maana siku hizi nasikia tu analewa tu kunywa pombe huko. Nimejaribu kufuatilia lakini nikienda ametoka, nikiingia ametoka, sijui ni nini natendeka kwa hiyo maisha. Yes. Sasa alikuja kwangu. Akaniomba nikuje tuongee na wewe. Ndio. Umwende umsaidie ili mke wake arudi. Mke wake alienda. Sasa mimi nilimwambia wacha niende kwa mkubwa nijaribu kuongea naye, kama amekubali akuja kusaidia. Lakini mama kanisa, haya mambo unaelewa vizuri na unajua ni kitu gani kilitendeka kwa huyu kijana. Maana huyu kijana kuona tu huyo msichana siku ya kwanza, mara nataka sijui nini na kweli akakuja akachukua msichana wakaanza kuishi. Kwa muda kidogo lei, mwalimu mwenyewe alikuja nikiwa kanisani hiyo siku. Ilikuwa kwa kufunga. Na akaniambia, "Pastor, mimi ule mwanamke simtaki, mara anipiki, mara nivuli." Nikamwambia hapana. Kitu ni kutengeneza. Kabla hujachukua hiyo hatua, tuende tuone makosa iko wapi. Mwanamke ajieleze, pia ujieleze. Tujue makosa iko wapi. Unaona lei? Kweli nikachukua pasta mdogo. Tukakuja. Hata akataka kunipatia fare, nikuje nifukuze. Na mimi unajua sheria ya Biblia inasema kwamba si vizuri mwanaume ama mwanamke kufanya divorce. Maana Mungu hapendi watu hawa kutengana. Nikachukua pasta mdogo tukakuja. Kweli nikapiga simu tukiwa hapo. Nikamwambia niko hapa kwako mwalimu, naomba ukuje. Akaniambia kwamba ninakwambia huyo mwanamke mtoe hapo. Maana nikimpata hapo nitamuua. Sitaki kumuona. Nikawaza nifanye nini? Tena nikapiga nikamflash, akapiga. Akaniambia kwamba kama unataka maiti mbili, aidha yeye akufe ama mimi. Ama chukua muoe. Ama mpeleke mahali unataka ama upatie mtu yote. Kweli unajua maisha ya saa hii. Unaweza fikiria ni kitu kama mchezo ama mzaha na ukute mtoto wenyewe amefanya nini? Ameuawa. Na wakati huo pasta sijui nini litendeka, sijui nini limuingilia. Nikaona huyu mtoto kumchukua tena niende naye huko huyu msichana. Watasema mara pasta mara nini, nikasema sawa. Baadaye nikasikia tena huyu mwalimu amekimbia huko na akaiba nani? Huyu tena mwanamke. Tena leo huyu mwalimu anakuja kwamba anataka kurudiana na ule msichana, na mmejua anajua mahali huyo msichana hapo? Ajui. Kama mnasema tena sasa msichana ametoka kwake. Ajui. Sasa kama ajui si tufanye nini? Ajui. Kwa hii kanisa moja hii, huyu mwalimu amechukua ule msichana ameoa, amemkataa, ananiambia mimi ni muoe. Unaona? Huyu pasta anachukua huyu msichana, the same time huyu mwalimu anaenda naiba huyu msichana, tena anatoka na yeye. At that time tena anarudi ati huyu bibi ametoka, mimi nimsaidie kutafuta. Sasa hapa mimi tunaweza sema iko na maana mwalimu ana msimamo. Itabidi wamuite atoe msimamo wake. Kama atakuwa anapata mtu wa kukaa naye na anamdhulumu kwa hiyo namna, hapo itakuwa ngumu kumsaidia. Sasa kupata huyo kijana ndio ngumu. Uenda kitu yenye mtafanya tafuta youth. Wajaribu kumtembelea mama kanisa, ndio huyo hapo. Waone wakimpata akuje. Makosa ufanyika. Lakini sasa ni mchezo ambao amecheza. Na huo mchezo kama huo kwa kanisa hautakikani kwa Kristo yote. Hautakikani. Ndiposa unaona saa serikali imeweka sheria na mikakati. Hata ukipata mtoto wenyewe kwamba ni yatima, usimchezee sababu ni yatima. Usipate mjane ukamchezea sababu ni mjane. Hapana, Mungu hapendi hiyo. Ingawa Mungu anataka tuwe kwa amani, tuishi kwa furaha na upendo, na watu wote wao kwa amani, wa kumwabudu na kumsujudu usiku na mchana. Sio michezo kwa kanisa. Na mchezo kama hiyo kwa kanisa leo, naomba kwamba ikome. Na wakimpata wamuite kwa komiti ya kanisa, wamuite kwa chemba ya kanisa, na wamuweke kwa koti ya kanisa.
na ili kitu kingine kama hiyo isiyaitendeka, na apate fundisho kwa wale wengine ambao bado wanacheza mchezo kama huo, wapate fundisho. Kwa hivyo mimi nawatuma na ninawaomba, endeni mkamtafute na mmlete hapa. Na huyo pasta pia aleta ripoti hapa, ingawa ni muda kidogo tangu alipoenda huduma huko Nyeri, baada hajarudi. Na akirudi pia tutaona kwamba yeye anasema namna gani. Sawa. Juu kama huyo kijana angepata huyo msichana hapo hiyo siku, si angemuua? Sawa. Ni sawa. Wewe tuache tuone vile Mungu mwenyewe atapanga, tuone vile itakuwa. Sawa mama kanisa. Ninyi muende kwa amani.